Kwa majina naitwa Christopher Ephraim Njerenje, ni mwenyekiti wa wilaya ya Mbeya. Wilaya ya Mbeya inayounda majimbo matatu: jimbo la Mbeya vijijini na jimbo la Mbeya mjini na jimbo la Uyole. Kama msimamo wa chama uko wazi. Kwanza, sisi kama Chadema hatutambui uongozi wowote ambao uko madarakani. Msimamo wetu uko wazi. Yaani serikali ambayo ipo hatuitambui kwa sababu haina ridhaa ya wananchi. Huo ndio msimamo wetu. Sasa hoja ya maendeleo ya Mbeya kama mlivyoona kwenye mitandao na mimi nimeona kwenye mitandao. Kwa hiyo nimesema msimamo wa chama, lakini sasa nitasema msimamo wangu mimi. Mimi msimamo wangu naungana na msimamo wa chama kwamba hatujui wala hatutambui hao wabunge wanaotajwa au huyo mbunge anayotajwa Marunenge. Sisi hatutambui kama ni mbunge wetu aliyopatikana kwenye mchakato wa kikatiba. Ni mchakato wa kihuni. Nadhani mnajua yaliyotokea Oktoba 29. Lakini mimi kama mimi najiuliza, pengine wenzetu hawajapata madhara. Nimemsikia mwenyekiti wa baraza la wazee akisema mheshimiwa mbunge Marunenge yeye hana shida naye na hata hayuko tayari kufanya mikutano na hajapanga mikutano kwenye wilaya ya Mbeya. Yeye ni mwenyekiti wa baraza, kwa hiyo hana mamlaka ya kuitisha mkutano wowote. Mwenye mamlaka ya kuitisha mkutano huo katika jimbo hili la Mbeya ni mwenyekiti wa jimbo. Mwenyekiti wa wilaya nipo mimi hapa. Kwa hiyo sisi kama wilaya ya mipango ya mikutano iko pale pale. Na juzi kulikuwa na mkutano Itagano hapa. Kwa hiyo kama hajaweka mkutano sijui angeweka wapi. Sasa huo ni msimamo wake na hatuwezi kuingilia, na ni maoni yake yeye kwamba anafanya vizuri, yeye anaona. Lakini mimi nitawapitisha baadhi ya maeneo ili wananchi wenyewe wajue. Kwanza wajue kwamba sio msimamo wa chama. Hayo ni maoni yake yeye binafsi. Lakini la pili, mimi ndio mwenyekiti wa wilaya hii. Kwa hiyo mimi naweza nikaelezea wapi pana mapungufu, wapi hapako sawa. Sasa mwenzetu anasema ameona maendeleo, si ndio? Lakini nikianza hii barabara hapa airport pamejengwa kwa kusuasua. Imejengwa stendi lakini kwa kusuasua. Na kila kipande cha barabara kile kimejengwa zaidi ya miaka 5. Wote ni mashahidi. Lakini fedha imetengwa. Lakini labda nianze na halmashauri kwanza ya jiji la Mbeya. Kwenye elimu, ukarabati wa madarasa 2020 2025 2026 zilitengwa zaidi ya bilioni 8, kama sikosei bilioni 8 kwa ajili ya ukarabati wa madarasa. Sasa ninapowaambia wananchi kwamba mheshimiwa mbunge anafanya vizuri, bilioni 8 iliyotengwa, labda waje tuambie ni shule ngapi hizi fedha zimetumika na ni eneo gani ujenzi umekamilika. Wao wananchi tunaowaambia kwamba mheshimiwa mbunge anafanya vizuri, wana watoto wao mashuleni, wanaitwa kwenye vikao vya wazazi, wameona hali ya madarasa. Je, yamekarabatiwa? Lakini baadhi ya shule, nyinyi ni mashahidi, hazihitaji, shule zetu hazihitaji ukarabati, zinahitaji ujenzi. Mazingira ya shule ya watoto wetu hayako salama. Ukienda kwenye vyoo, maeneo ya kujistiri watoto wetu wa kike, kwa sababu choo kinatakiwa kiwe, choo cha mtoto wa kike kinahitaji kiwe na eneo la kuchomea taka na chumba cha kubadilisha nguo. Lakini je, ninyi waandishi wa habari pengine mnapita huko, mnaweza mkatuambia ni shule ngapi mmeona zina vyoo vya kisasa ambavyo watoto wetu wa kike wanaweza wakaingia wakabadilisha nguo, kukawa na jengo la kuchomea taka? Ninyi mnajua, lakini wananchi wetu wanajua. Na hizi bilioni 8 matumizi yake yakoje? Labda waje watuambie hizi bilioni 8 wamepeleka kwenye kata ngapi na shule gani, mtaa gani na shule ipi na ipi, watuambie. Anayestahili kujibu ni yule anayesema wamejenga, anafanya vizuri mheshimiwa mbunge. Ndio natakia tu atuetee majibu haya.
yeye kwa maoni yake binafsi. Sisi hatumshtumu, lakini atuambie yeye binafsi, kwa sababu na mimi naongea mimi binafsi kama mwenyekiti wa wilaya, na huo ndio msimamo wangu. Lakini kuna uboreshaji wa barabara. Uboreshaji wa barabara, sisi sote ni mashahidi. Nenda barabara hizi za ICS, kwa sababu kuna fedha zilitengwa kwa ajili ya kuboresha jiji la Mbeya, lakini mpaka leo zaidi ya bilioni 51 kwa ajili ya uboreshaji wa jiji la Mbeya. Watuambie ni mtaa upi umeshaanza kuboreshwa mpaka leo? Uboreshaji wa jiji la Mbeya ni bilioni 50 ilitengwa, 51. Sasa labda watuambie zimefanya wapi na wapi na wapi. Lakini kuna ujenzi wa barabara kilomita 12.13. Hasa atuambie ni barabara ipi mpaka tunazungumza leo imekamilika kwa jiji la Mbeya. Kwa zipo hoja ambazo ni nyepesi tu. Watu hapa au tunaowaambia anafanya vizuri wanaona hii. Kila mtaa wanapita, kwa sababu hizi zinazozungumzwa zimepelekwa kwenye mitaa yetu. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya vipengele ambavyo naweza nikaelezea. Lakini kulikuwa na ujenzi wa mitaro kilomita 6.41. Sasa atatuambia ni mitaro ipi mpaka sasa tunavyozungumza, mpaka tumwambie mbunge huyu wa Mchongo kwamba zimejenga hizo fedha. Watuambie, maana hizo data zipo. Lakini kuna matatizo chungu nzima. Kuna matatizo kwenye hospitali zetu. Huduma wanazozipata wananchi ni kana kwamba wanakwenda kununua huduma. Hivi sasa hivi ukiumwa kichwa tu, sidhani kama ukienda sasa mtapata hata panado. Watakwambia nenda kanunue. Wagonjwa wa bima ya afya, ukienda hospitali dawa za shilingi 3,000 huwezi kuzipata kwenye hospitali zetu. Sasa utasemeje huyo mbunge anafanya vizuri? Lakini kuna hoja nyingine nimesikia kwa sababu tupo tunamzumu tu. Mheshimiwa mbunge amekwenda kupeleka hoja, anadai kwamba bodaboda, bajaji wawekee tozo ya shilingi 1,000 kila siku. Kila bodaboda changia shilingi 1,000 kwa ajili ya ujenzi wa hii taifa letu. Hivi inawezekana kweli? Huyu anatufaa kweli? Kama leo tunafikiri kwamba bodaboda wa machinga ni matajiri wanaweza kuendesha taifa hili, ndio huyu mbunge anasifiwa? Sijaona kama iko sawa sawa. Nadhani haijakaa sawa. Kwa hiyo ni mbunge ambaye amekwisha zeeka, amekwisha filisika, hana maono ya kusaidia vijana wetu. Tunawaza kila siku namna gani vijana wetu watapata ajira. Ni kwamba labda tutawatafutia mitaji, tutawapa semina mbalimbali waweze kujenga viwanda vidogo ambavyo vinaweza kunyanyua kiuchumi. Lakini leo hii kijana Mtanzania anashindwa hata kutengeneza maji ya kunywa. Leo hii wageni wanakuja kuwekeza kwenye hoteli. Nilikuwa namsikia Mheshimiwa Mwamenga anasema ana mpango wa kuleta wawekezaji wajenge hoteli za nyota 3. Hoteli nyota 3. Hivi ni kweli ujenzi wa hoteli ya nyota 3 kwa Tanzania na kwa jimbo la Mbeya ni kwamba sisi hatuna uchumi wa kuweza, wawekezaji wazawa hawana uwezo kujenga hoteli nyota 3? Kwa mimi naamini kwamba ni mbunge ambaye wamempeleka, wamemsindikiza aende kasaini posho, akaende kudidimiza uchumi wa Tanzania na kaende kuangamiza vipaji za vijana wetu. Vijana wetu wapo wenye vipaji vizuri kabisa. Leo vijana wetu wanaishia kwenye bodaboda, bajaji. Hii imekaeje hii? Yaani hizo ndio fani. Yaani mtoto tunaweza darasa 7 leo, tegemea anakwenda kuwa bajaji. Tegemea kijana anayeweza darasa 7 anakwenda kuwa bodaboda. Nenda kaangalia vijana wetu wanaotuendesha huko. Wamefika wana elimu kiasi gani na wana umri gani? Watoto wadogo kabisa wanafanya kazi za bodaboda. Na serikali haina mpango. Leo hii wamachinga watoto ambao hawana kitu,
wanajitafutia kwamba ingalau niweze kuiona leo nataka kwenda kumtoza 1000. Lakini vile vile huyu ndio mbunge ambao anasema anafanya vizuri. Lakini vile vile jiulize, vijana wa bajaji ushuru wao kwa siku ni shilingi 1500. Akiingia stendi ni shilingi 1500. Bodaboda ni shilingi 700. Unapotaka unaposema hawachangii leo kutoka 700 iende 1700. Je, hao bodaboda unafahamu kipato chao? Lakini tumeambia ni matajiri. Lakini wakija bodaboda, labda niwaombe waandishi wa habari mwende mkafanye mahojiano na watu wa bodaboda, wa machinga, wawaambie kipato chao kwa siku ni shilingi ngapi. Lakini mbunge anatuambia ndio wenye uchumi, ndio walioshika uchumi. Sasa kama mbunge anafikiria kwamba bodaboda ndiye aliyeshika uchumi wa Tanzania, dereva bajaji, mimi naamini anafikiria kuwatesa zaidi wa Tanzania. Lakini vile vile kulikuwa na mradi wa taa za barabarani, na yenyewe umeyeyuka, hatuoni hizo taa. Lakini vile vile huyu mbunge anafanya vizuri. Tumeona mkakati wake ni kuleta hoteli ya nyota 3. Lakini tunajiuliza, mradi wa maendeleo ya jamii wa kimkakati ambao rais anaweza akaja akauzindua hapa ni upi ambao wameufanya? Lakini vile vile nikumbushe, tangu Mheshimiwa Sugu yuko bungeni amepambania sana mradi wa maji, mradi mkubwa kabisa wa maji ambao unaweza ukahudumia Mbeya, ukahudumia Tunduma, maana likimaanisha mkoa wa Songwe, kwa sababu mara kwanza ulikuwa unalenga Tunduma kwa sababu kuna hali mbaya sana ya maji. Mpaka leo mradi huo zimebaki hadithi. Siku moja amekuja pale Uyole, si eneo gani pale Nyasanga, wanasema tunazindua mradi wa maji. Mpaka leo ni miaka mingapi toka Tulia aje pale Uyole aseme tunasaini mradi wa maji, aseme tunasaini mradi wa barabara hapa, leo anatumilia vumbi. Hii miradi yote ni miradi mikubwa na ndio miradi mama leo hii Mbeya hapa. Lakini kitu ambacho nashangaza hapa Mbeya, hapa Mbeya, shida ambazo tunazipata hapa Mbeya leo hii, huwezi kuamini kwamba kuna shida, kuna tatizo la maji Mbeya. Yaani Mbeya mjini unayoiona ambao kila kilomita moja unakutana na mto, lakini eti maji ni hadithi, bado tunadai maji. Yaani kila kilomita moja Mbeya hapa unapata maji, lakini eti Mbeya hatuna maji. Kilomita moja tuna maji, lakini nenda huko mitaani. Lakini kitu ambacho ni cha ajabu na ambacho tunasema watu wameifisika kabisa mawazo, wameishiwa kabisa. Yaani mimi mpaka sasa nimeishiwa pozi kabisa. Angalia mfano mzuri, unapokwenda kujenga barabara, unapeleka mkandarasi kwenye barabara, injinia wa barabara anakuwepo, kwa sababu kwenye barabara kuna vitu vingi vinapita. Kuna mradi wa maji, kuna mradi wa umeme. Kwa hiyo inahitajika injinia wa maji awepo, ili maji ya greda inavyopita likikata maji, injinia awepo pale awaambie eneo hili kuna maji, kuna mpira wa maji unakwenda kuhudumia wananchi sehemu X. Kwa hiyo mara mpira unapokatwa, injinia wa maji awepo pale afunge hayo maji. Lakini sasa hivi nakwambia, wakija kukoroga kwenye mtaa wenu watakata mabomba yote, mtamaliza wiki hamjapata maji, na maji yapo yanatiririka, wamekunja mpira. Lakini vile vile huyu Mwaimenda anayesema ni mbunge wa Mbeya mjini, hebu angalieni maji ya mpira wa maji umepita kwenye barabara zetu za mitaa. Ukitoboka leo, baadaye kuja kufanya ukarabati, wao watakata maji kabisa ule mtaa, na wanasubiri mchangishane ili mweze mkafunge nyinyi pale. Na huo ni ukweli, sisi tuko kwenye mitaa huko. Kwa hiyo tuna hali mbaya, wana Mbeya wana hali mbaya. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa wilaya siungani na kauli ya mwenyekiti wa baraza la wazee, siungani kabisa ndugu zangu. Na nimezungumza habari za Mbeya mjini. Mimi ni mwenyekiti wa wilaya ya Mbeya, hahitaji kupepesa macho. Ukienda jimbo la Mbeya vijijini lina hali mbaya, fedha maeneo mengi zimetengwa, lakini ukija kuangalia hatuna hata kilomita 30 za lami. Hatuna jimbo Mbeya vijijini, hatuna barabara za lami zaidi ya pale Mbalizi, labda na hiyo katisha Simambe. Lakini maeneo yote hakuna mpango kazi kabisa. Wananchi wetu wana shida. Ukiangalia ukitoka Mbeya vijijini
utafikiri ulienda kuogelea kwenye vumbi kama unakuja mjini. Ukiwa hapa Mbeya mjini ndio umefunga safari ya kwenda Dar es Salaam, umetoka Mbalizi unapuyanga, ndugu yangu, ukifika Dar es Salaam wewe ni kituko. Kwa hiyo kama leo nakwenda Mbalizi kwenye kikao, inanilazimu nikae na nguo za kubadilisha. Sasa huyo ndio mbunge anayefanya vizuri. Kwa hiyo labda watatuambia kitakwimu, kidata, hizi hoja watatujibu, watuambie wao wameona nini. Ni mwenyekiti wangu wa baraza la wazee, lakini ni maoni yake. Kwa hiyo kama kuna kitu aliteleza au urafiki hauwezi kuwa hivyo, kwa sababu Oktoba 29 watu wamekufa. Kama ningekuwa mbunge mimi, damu zimemwagika wakati wa kupata ubunge wangu, kesho yake asubuhi naandika barua ya kuukana ubunge huo. Kwa majina naitwa Fode Joseph Igwisya, ni mwenyekiti wa wilaya yenye majimbo 3, Mbeya mjini na Mbeya vijijini na Uyole Bawacha. Kwa kweli kwa mambo yaliyotokea kwa ndugu yetu Mwambigija, kiongozi wa wazee, yametuumiza mioyo, yametusikitisha vibaya mno. Hatukutegemea kama kiongozi kama yule angeweza kusimama hadharani sehemu ambayo haimuhusu aende kutangaza sifa ambazo hazipo. Kweli ameenda msibani, hatukatai kwenda msibani, waitakiwa waende msibani kumwani mtu, wamwani warudi. Alafu wamevaa sare kana kwamba wametumwa na chama. Kumbe walijibeba wenyewe, wameenda kulopoka maneno pale ambayo hayaeleweki, ambayo ni kila mmoja anayashangaa. Wanamsifia kiongozi wao huyo wanayemjua wao, naona wao walimchagua. Sisi wengine hatukumchagua, na tunaelewa kabisa ile tarehe 29 uchaguzi haukuwepo. Na hayo nafikiri Mungu aliona awajulishe Watanzania wote tunavyosema wanaiba kura. Sasa akaona ayaonyeshe wazi kuwa hawa wa CCM ni wezi. Sasa huo ni wizi ambao waliiba, ambao kila mmoja anajua kusema wameiba kura ambazo hazijapigwa. Maana kura zilizotangazwa hapa Mbeya ni ajabu, kila mmoja anashangaa. Ni nani alipiga hizo kura walizozitangaza za uongo? Leo hii wanajifanya wanambunge, au yeye ndiye alienda kumpigia hizo kura zote huyo mbunge wake huyo? Huyo mbunge sisi kama Chadema hatumjui. Hata wana CCM wengine wameshagundua hiki kitu, wanasema ala, sisi tulifikiri Chadema wanaongea tu, kumbe ndivyo walivyo viongozi wetu. Hizo kura wamezitangaza zimetoka wapi? Hatuna diwani, hatuna mbunge, maana hawajachaguliwa. Maana ukiwa mbunge lazima uchaguliwe na wananchi, ukiwa diwani lazima uchaguliwe na wananchi. Sasa wanajitangaza misibani. Wakienda msibani, sasa mimi ndio diwani, mara mimi ndio mbunge. Hata mikutano watu hawatoki, maana hawana mbunge. Alita mkutano kwetu Yela, hakuna watu waliotoka, alishindwa hata kuja kuongea kitu chochote, maana watu hawajui kama wana mbunge. Lakini wao wameenda kumsifia kana kwamba kuna kazi nzuri aliyoifanya. Kwa nini wasiseme wazi hiyo kazi? Wangeiweka hadharani kazi aliyoifanya, ameifanya. Sio anze kusema yuko vizuri, yuko hivi na hivi, uongo mtupu. Aliahidi kujenga ofisi hatujaiona ofisi aliyoijenga. Ofisi za kwao za CCM kila kata, lakini hakuna ofisi iliyojengwa. Ofisi aliahidi kuwa atajenga gorofa, yani ni kama kilabu. Sasa kazi nzuri ni ipi aliyoifanya? Barabarani humo yani wamekuja tu kututimulia vumbi. Ni vumbi, ni mafua, watu tunapata shida. Magari yanashinda hata kupishana, yani ni shida. Sasa yani mbunge kwa kazi ipi aliyoifanya? Mbunge wetu alikuwa mzuri ni Sugu. Kazi alizofanya Sugu zinaeleweka. Japo hawezi akasema wazi wanafanya yale aliyoahidi Sugu, wakajifanya kumpa Tulia kana kwamba ndiye aliyefanya. Sugu ndio mbunge anayetufaa, lakini sio huyu anayemuita huyu. Mimi sijaiona kazi aliyoifanya. Alafu mwanamke huyo wa Mbalizi huyo, maana uchungu wa mwana anayejua ni mwanamke. Sisi wanawake tunaujua uchungu. Ina maana watu wote waliokufa uchungu hana, yuko kusifia CCM. Kwanza hata wana CCM wenyewe sasa hivi wana hofu ya Mungu. Mtu ukiwa na hofu ya Mungu huwezi kaongea mambo ya ajabu kama hayo. Bora angenyamaza kimya,
Hakuna kazi wanayoifanya nzuri CCM, hatujaiona. Sana sana ni ahadi za uongo wanazotuahidi wanapokuwa kwenye kampeni. Kwa hiyo Mungu awasaidie Mwambigija, Mungu akusaidie. Mungu akusaidie Mwambigija. Kama una la kusema bora unyamaze kimya, sio kuumiza watu. Tumeumia mioyo. Hatujaiona kazi ya mbunge wako huyo uliyempa kura wewe. Maana hapa sasa imeonekana wewe ndiye uliyempa kura, si wengine tukumpa kura. Kwa hiyo hatutegemei kama tuna mbunge hapa Mbeya, wala diwani. Mimi kama mimi sina, hata kama ananisikia huko kwetu, sina diwani, sina mbunge, maana sikumchagua. Aweza kajitapa kwa yeye ndio mbunge au yeye ni diwani wakati hajachaguliwa na wananchi. Kawaida wananchi wa kuchagua ndipo jisifu kwa mimi ni mbunge, mimi ni diwani. Mimi kwa majina naitwa Jackson Pelegwa. Kwa cheo changu ni katibu baraza wazee wilaya ya Mbeya yenye majimbo 3: Mbeya mjini, Mbeya vijijini na jimbo lililozaliwa sasa hivi Uyole. Kwa mwenyekiti wa baraza la wazee mkoa aliyezungumza akiwa msibani, mimi binafsi sijakubaliana nayo. Ameenda kinyume na maadili ya chama kilichotoa kauli ya kwamba uchaguzi wa Oktoba 29, 25 hatutambui. Kwa sababu hatutambui kwa vipi? Ni uchaguzi ambao hakufanyika kikanuni za uchaguzi. Ule uchaguzi ulianza kuharibika kuanzia saa 3 kufikia saa 4 katika jiji la Mbeya. Sidhani kama kuna mahali popote walipiga kura, ambayo baada ya hapo kilichokuja watu ni maafa ndani. Kuanzia tarehe 29 hiyo mpaka fikini siku 3 au 4 watu hamna kutembea wala kufanya nini, watu wanaokota maiti wala mara sijui huko kukoje. Sasa kama yeye mwenyekiti wa baraza la wazee aliona ile kauli ya yale vile vitendo vilivyofanyika, alifurahishwa navyo sana. Mimi ningeomba kama yeye ajiunge na hao watu wa uaji. Sisi hatutambui uchaguzi wao huo, wala mbunge huyo hatumtambui kwamba ni mbunge. Huyo ni mtu ambaye wamebaka madaraka, kwa sababu amejiweka kwenye mamlaka yasiyo ya wananchi. Hawakuchaguliwa na mtu aina yoyote, na ndio maana tunakuja kwamba yeye huyo bwana na akili yake aende nayo huko alikoitoa. Lakini vingine sana, kwa sababu namfahamu Mwambi ni mtu anayependa vihela. Inawezekana alivyotoka hapo akaenda huko akapewa chochote, kwamba kasemi hayo kumsifia huyu Mwamnenge kwamba anafanya kazi vizuri sana, wakati kazi hatuioni. Hizo njaa zake ziishie kwenye tumbo lake, lakini asipakaze kwamba chama kilimtuma kwamba anasema hayo. Na hayo walijipanga kwa maalum kwamba wanakwenda kuyafanya, kwa sababu alivaa nguo za chama kwenye msiba, kwamba anaenda kutangaza kwamba chama kimemtuma. Maana alikuwa wawili na huyu mwenyekiti wa Mbeya vijijini, wakati chama hakina hakikumpa kauli yoyote ya kwenda kuzungumza kwenye msiba ambao yeye alienda. Ulimuma ni ndugu yake, kwenye msiba ndio tukamkataza kwamba siende msibani, lakini kuzungumza mambo ya chama haya alijitungia yeye kama yeye na yule binti, kwamba huyu bwana anafanya kazi za kuunganisha watu mjini, lakini labda anajiunganisha yeye na familia yake, lakini si hatuoni. Kwa sababu tukiangalia wana CCM sasa hivi, hata ungeitisha mkutano yeye ni mwana CCM hakuna wanaokwenda. Sana zaidi ya kwenda watu ambao wamevaa nguo za kijani zile ambazo zinakuwa kama risarwa, na zenyewe wanashikashika mpaka anaweka kwenye koti, baadaye ndio anakwenda nazo. Kwa mujibu wa hiyo, mimi namfahamu sana yule bwana, kwa sababu hata jimbo la Mbeya mjini, hata viongozi wake wa ngazi za juu wanamuelewa kwamba ni mhalifu. Kwa hiyo hapa alikuwa anatafuta mbinu za kumuingia Mwalunenge ili wanampa 200, kwa sababu akisifu sana anasema wewe kukaja kununu nipe 500 zinatosha. Kwa hiyo kwa maana hiyo, mimi kama kiongozi wa baraza wa wazee wilaya
sisi tunakana swala la kwamba chama kiko pamoja na yeye. Hayo ni mambo binafsi ya kwake aliyoyatafuta kujipendekeza ndani ya CCM. Sasa na huyu binti ambaye wa Mbeya vijijini 2024 wakati wa chaguzi ndogo ndogo zile za serikali za mitaa, huyu na yeye ni mtu ambaye yuko upande wa CCM kabisa, kwa sababu mimi nilitumwa kule kwenda kusimamia mapingamizi kwa mkurugenzi wa uchaguzi wa Mbeya vijijini. Siku ya kwanza nilifanya kazi vizuri, tulikuwa na jamaa mmoja anaitwa Jackson Nyapini. Tuliweza kutoa mapingamizi ya watu 50 wakarudishwa kwenye ulingo wa kwenda kugombea vile vyeo walivyotaka wenyekiti na wenyekiti wa mtaa. Tunasema nani wa vijiji, sio mitaa kule, ni vitongoji na vijiji. Sasa kesho yake tuliporudi, walibaki wenye viti kama 20. Tulivyokutana naye kwa mkurugenzi, akafanya fujo kiasi wale ambao waliobaki hatukufanya tena maongezi na mkurugenzi, akavuruga ofisi ya mkurugenzi, ikawa haikufanyika. Kwa hiyo wale watu, baadhi ya watu walikosa vyeo vyao vile kwa ajili ya yeye huyu mama ambaye mwenyekiti wa Mbeya vijijini. Hilo nalo linaonyesha kwamba wazi wazi kwamba huyu mama yuko upande wa CCM, hayuko upande wa Chadema. Kwa hayo tulipeleka hayo maswala nilipeleka mpaka kwenye ofisi ya kanda na ya mkoa, waliyasikia, lakini sielewi kama alimchukua jukumu lolote. Kwa hiyo ile juzi aliyokuwa anaendeleza kwenye msiba wa Mwaunenge ni maendelezo ya zile hela zinazokuwa za watu zinavyowaumiza, kwamba kaseme haya ili uende vizuri.